Basi watu wa Mungu na wasalimu kwa jina lake Yesu Kristo usiku wa leo. Najua kwamba umweli wa afya na Mungu amekujalia neema. Amekuwezesha, amekulinda, amekuhifadhi kwa sababu ya wema wake na fadhili zake. Najua kwamba mahali umeshinda vyema. Mungu amekutunza. Amekuepusha na mikasa na maanjali kwa rehema zake na nguvu zake. Wapendwa, naomba nichukue nafasi hii niweze kuwakaribisha kwa neno lake Bwana usiku wa leo. Ya kwamba najua kwamba Mungu ametenda mema, na already Mungu ashatenda mema. Najua ya kwamba wengi Mungu amekuwa upande wetu, na ni vyema kujitafakari na kuangalia sana njia zako kama kweli zinampendeza Mungu. Ni kwa sababu wapendwa, nyakati ambazo tupo ni nyakati ambazo ni hatari sana, na ya kwamba Yesu Kristo anarudi hivi karibuni, na Yesu Kristo anakuja na ujira wake mikononi kumulipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Na ni vizuri kuangalia njia zako unazosiendea, na ni vizuri kuangalia matendo yako unayoyatenda. Ni kwa sababu siku ambazo tupo, watu wengi tumesahau njia zake Mungu, na watu wengi tumesahau utakatifu. Na kama kuna kitu ambacho kitafanya mtu aweze kuingia kwa ufalme wa mbinguni, ya kwamba hakika sio kingine mbali ni utakatifu. Utakatifu ndio kitu ambacho kitafanya mtu ya kwamba akaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Pasipo utakatifu, ya kwamba mtu hataweza kuingia kwa ufalme wa mbingu. Ni kwa sababu Yesu Kristo ni mtakatifu, na sisi kama tunataka kurithi ufalme ambao Yesu Kristo alienda kuandaa, ni lazima sisi wenyewe tujitakase na tuendelee kuundumu katika utakatifu. Na ukiangalia watu wengi katika ile barabara ya utakatifu, ya kwamba watu wengi hakika hata kama mwanadamu wanasema kwamba tunamwabudu Mungu, ya kwamba katika ile njia ya utakatifu watu wengi hawako katika ile njia. Lakini kwa midomo yetu na vinywa vyetu tunaonekana kwamba ya kwamba tumeokoka, tunasundia ya kwamba tunasundia wokovu kwa maneno yetu, lakini matendo yetu ya kwamba yaandamani na kile ambacho tunakinena kwa vinywa vyetu. Na hatufai kusema tumeokoka, lakini matendo yetu hayadhihirishi wokovu. Ya kwamba tukisema tumeokoka, pia matendo yetu yanafaa kuonyesha hakika tumeokoka. Lakini kuna kitu kimoja ambacho yani kimo ndani ya watu wanaosema wameokoka, kinaitwa hypocrite. Yani kuna kitu kimoja ambacho yani kilio ndani hata ya watu wanaosema wameokoka, kinaitwa unafiki. Hakika kunena tunanena, lakini matendo yetu sio matendo ya Kristo. Na wakati ambao tuko namna hivi wapendwa, ya kwamba hatuwezi pendeza Mungu, lazima tuwe tumesimama njia moja. Na kwa sababu Kristo Yesu ya kwamba atembei na mtu wa nia mbili, atembei na mtu ambaye ako 50-50. Yani kwa dunia ako na kwa wokovu hapo. Lazima achague njia moja ya kwamba ya kumpendeza Mungu kwa utakatifu. Lakini watu wengi mpendwa,
ya kwamba tunasema tumeokoka, lakini kwa matendo yetu hakika tunaonyesha bandu. Na Yesu Kristo alipokuwa akisema, anasema kitabu cha Tito 1:16, sikiza neno la Mungu, maana watu wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana Mungu. Ni wenye machukizo na waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Maandiko Paulo anapoongea na watu wa Mungu, maandiko nasema kwamba watu wengi wanakiri kumjua Mungu, lakini kwa matendo yao wanamkana Mungu. Ndio sababu nimekuambia kwamba kuna kitu moja ambacho yani kilio ndani ya watu wanaosema wameokoka, ambao kinaitwa unafiki. Watu wanasema wameokoka, yani kwa vinywa vyao wameokoka, kwa maneno wameokoka, lakini kwa matendo yao bado wako mbali na Mungu. Ndio maandiko yanasema kwamba watu wengi wanakiri kumjua Mungu, lakini tabia za uungu hawana. Yani tabia za uungu watu wengi hatuna. Ndio sababu Mungu asema kwamba watu wengi wanakiri kumjua Mungu, wanakiri kuokoka, lakini kwa matendo wanakana Mungu. Jiulize mpendo usiku wa leo ya kwamba je, kweli matendo yako yanaonyesha umeokoka? Tabia yako inaonyesha kweli umeokoka? Vile ambavyo unaishi na wenzako, hakika unaonyesha kweli umeokoka? Moyo wako kile umebeba kweli unaonyesha umeokoka mpendwa? Hata useme basi lako unoloba limesema umeokoka kweli? Yale maneno unatoa kwa kinywa chako yanaonyesha umeokoka kweli? Yale mawazo unawasa kweli umeokoka kweli? Mpendwa, kwa nini watu wengi ya kwamba tunakiri kumjua Mungu, lakini kwa matendo tunamkana Mungu? Unapata mtu asema nimeokoka, lakini ukimkuta kwa matusi ni namba 1. Yani mpendwa, njia zetu ni mbaya. Hakika Mungu anasema kwamba ati machukizo watu wengi anaona. Mpendwa, siku ya leo jiulize kwamba usiku ya leo kama ndio wakati Yesu Kristo ya kwamba anafunuliwa usiku wa leo, jiulize nafasi ya mbingu ungekuwa nayo. Jiulize usiku wa leo mpendwa ya kwamba kama hakika matendo yake angekuwezesha ya kwamba kuingia kwa ufalme. Mpendwa, angalia sai dunia, ya dunia kile Mungu anakiona, hakika anaona machukizo, anaona uchafu, anaona dhambi, anaona uovu. Yani hakuna kitu kingine Mungu akiona. Hakika anaona uchafu ambao watu wanautenda, lakini mwanadamu akumbuki damu ya Yesu Kristo ambaye ikamwagika Kalvari na kwa ajili ya wokovu. Watu wengi hata wokovu wamekataa, watu wengi hata ule wokovu wameukataa. Hakika hata ule wokovu watu wengi wamekataa. Watu wengi wamesama kwa uovu, wamesama kwa anasa dunia, wamesama kabisa kwa dhambi. Hakika Mungu akituangalia, hakika anasikitishwa, na kwa sababu Mungu hakutarajia mwanadamu akakuwa na zile tabia alizonazo. Angalia watu wengi wamekuwa misimiality. Unakuta mtu amelala mnyama, unakuta mtu hakika yani mwanadamu hakuna kitu ambao kinamuokopesa. Akumba hakika mwanadamu aulesi ya kwamba Mungu wangu ni wapi mpendwa mtu naelekea? Turundie Mungu wapendwa, ya kwamba tukatubu wapendwa. Ni wangapi msiku wa leo wewe ambao unatazama, ni wangapi ambao ndani yako umebeba awesi ukawasamea? Ni wangapi ambao ndani yako unapangia mabaya? Ni wangapi ambao ndani yako ya kwamba unasema huyu ni mbaya? Mpendwa, usiku wa leo bandilika, tuwe Yesu Kristo ni mpendwa. Mzigo wako wa dhambi mpendwa utakupeleka chiana mpendwa. Bandilika mpendwa, rundia Mungu wako mpendwa. Nyakati ni za mwisho mpendwa, wachana na dhambi mpendwa. Dhambi ilifanya Sodoma na Gomora wakaangamizwa, dhambi ilifanya wana wa Israeli wakakufa. Ni vizuri mpendwa usiku wa leo bandilike. Angalia sana matendo yako mpendwa, angalia njia zako mpendwa, angalia kuenenda kwako mpendwa. Usienende kama mwasi mpendwa, bandilika, urundie Mungu wako mpendwa. Angalia njia zako mpendwa. Ni siku za mwisho mpendwa, ya kwamba Kristo anasema kwamba anakuja upesi na ujira wake mikononi, yani kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo na kama matendo
matendo yake yalivyo mpendwa. Jiulize usiku wa leo. Mungu akusaidie sana. Yesu Kristo anasema ya kwamba anakuja upesi na kuna ujira wake mikononi mpendwa. Kitabu ni cha Ufunuo 2. Ufunuo 22 mstari wake ni wa 10. Before tuingia kwa hilo Ufunuo, watu angalia kitabu cha Warumi 2 mstari wake ni ule wa 6. Kitabu cha Warumi 2 mstari wa 6. Kitabu ni cha Warumi 2 mstari wake ni ule wa 6. Maandiko yanasema hivi: atakaye mlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu Kristo atamlipa kila mtu na matendo yake mpendwa. Watu wa Mungu, tuache dhambi, tuache chuki wapendwa, tuache kiburi wapendwa. Angalia watu wengi tumejaa kiburi. Hata tukisikia neno la Mungu hatuwezi kunyenyekea. Yani hata maonyo ya Mungu hatuwezi yaokopa. Yani kwa ajili watu wengi wapendwa. Yani tumejaa kiburi kweli kweli. Yani tumejaa maasi kweli kweli. Na tubadilike wapendwa. Na turudie Mungu wapendwa. Anasema ya kwamba atamlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo mpendwa. Angalia sana matendo yako mpendwa. Yale tuko siku ambazo mpendwa, na siku ambazo ya msa mpendwa, ni ya moto kubadilika na kutubu mpendwa. Wacha nikwambie usiku wa leo, nafasi ambao ulio nao mpendwa ya kujitayarisha kwa ajili ya kurudi kwa Yesu ni wakati ambao kwa mpendwa, yani ya kwamba siku ile mpendwa Yesu Kristo alimpendwa ya kwamba hakuna nafasi nyingine ya kutubu. Hakuna nafasi nyingine ya kutubu. Nafasi uko nayo sasa hivi ya kutungusa njia zako na kurudia Mungu wako mpendwa. Nafasi ndio yuko nayo ya kuacha ule uongo uko nayo. Nafasi ndio yuko nayo mpendwa ya kuacha ule ushirikina unafanya. Nafasi ndio yuko nayo mpendwa ya kuacha kale kamsana unakafanya. Nafasi ndio mpendwa ya kuacha biashara mageno mpendwa. Nafasi ndio mpendwa ya kuacha dhuluma mpendwa. Nafasi ndio mpendwa ya kuacha wivu mpendwa. Nafasi ndio mpendwa ya kuacha mashengelo mpendwa. Nafasi ndio mpendwa ya kuacha kiburi mpendwa. Nafasi ndio mpendwa ya kuacha majibuno mpendwa. Nafasi ndio mpendwa ya kujitafakari mpendwa na kuangalia jinsi tu mpendwa. Mungu akusaidie sana. Nafasi ndio mpendwa uko nayo. Nafasi ndio uko na mpendwa ya kuacha usharati wako mpendwa. Nafasi ndio uko na mpendwa ya kuacha kaulevi mpendwa. Nafasi ndio uko na mpendwa ya kuacha unyang'anyi mpendwa. Nafasi ndio uko na mpendwa ya kuacha madharau mpendwa. Nafasi ndio uko na mpendwa ya kuacha wivu mpendwa. Nafasi ndio mpendwa uko na ya kuacha chuki mpendwa. Nafasi ndio uko na mpendwa ya kuacha vitu vya dunia mpendwa. Nafasi ndio mpendwa ya kuacha tamaa mpendwa. Mungu ausaidie sana. Mungu ausaidie sana. Angalia watu wengi wamejaa tamaa. Mpaka vijana wengi tamaa imewaingiza Illuminati. Vijana wengi tamaa imewaingiza kwa uganga. Watu wengi tamaa imewaingiza kwa Illuminati. Watu wengi tamaa imewaingiza kwa Freemason. Watu wengi tamaa imewaingiza kwa ushirikina. Watu wengi tamaa imewaingiza kwa mipango ya kando. Watu wengi tamaa imewaingiza kwa vitu vya kisao. Watu wengi tamaa imewaingiza. Hata wengine Mungu akiangalia hakika anasikitishwa mpendwa. Maandiko yatuambia kwamba kila mmoja aweke maanani matendo yake. Maandiko yatuambia kila mmoja mpendwa ya kwamba akae chini apige hesabu na angalia njia zake na angalia matendo yake mpendwa. Badilika ukatubu mpendwa. Rudia Mungu wako mpendwa. Wacha majibuno mpendwa. Wacha kiburi mpendwa. Wacha dhiaka mpendwa. Wacha majibuno mpendwa. Wacha madharau mpendwa. Wacha kiburi mpendwa. Badilika mpendwa. Turudie Mungu. Mpendwa, jiulize wewe na Mungu mko aje usiku wa leo? Jiulize usiku wa leo wewe na Mungu unatembeaje? Jiulize wewe na Mungu mnaendaje mpendwa? Wakati mpendwa mtu
hakika anafanya kitendo kichafu, anatenda kitendo kiofu, hata astuki hata kidogo, hata ndani yake anasikia hakika moyoni mwake ya kwamba kuna kitu kinamwongelesha ndani yake, lakini anapuuza, anataka kutenda kitendo kichafu. Mwingine mnyang'anyi, hakika anasema nimeokoka lakini mnyang'anyi. Hakika mwingine anasema nimeokoka lakini ya kwamba ukimwangalia nyuma pasia kila atenda kichafu. Yani watu wengi ya kwamba wanasema wameokoka lakini ukiwakuta nyuma pasia, yani zile vitu ambazo wanafanya ni vitu ambacho vya kuchukiza. Yani watu wengi wameokoka mpendwa, lakini ukiwaangalia nyuma pasia, hakika utaona uchafu ambao unaendelea. Na kwa ajili mwanadamu amefika mahali ya kwamba hakuna kitu ambacho yani kina msitua hata nini. Ndio mpendwa, sikia mashauri Mungu anatupa. Sikia mashauri ambayo Mungu anatupa katika Ufunuo wa Yohana 2. Sikia matendo, sikia mashauri ya Mungu wetu. Sikia mashauri ya Mungu wako mpendwa. Sikia kile Mungu anatuambia katika Ufunuo wa Yohana 2 mstari wake ni wa 5. Sikia kile Mungu anatuambia. Tubadilike wapendwa, hakika tuko siku za mwisho. Hakika jehanamu ni lili mpendwa. Usikubali dhuluma ikupeleke jehanamu. Usikubali kwa unyang'anyi kupeleke jehanamu. Usikubali kwa mtu wa kiburi mpendwa. Usikubali kiburi kikupeleke jehanamu mpendwa. Usikubali uongo mpendwa kupeleke jehanamu. Bali mpendwa, kuwa mwaminifu kwa Mungu wako. Jitakase mpendwa. Badilika mpendwa. Chunguza matendo yako. Chunguza njia zako. Chunguza mpendwa, kile unawasa usiku wa leo kinapendeza Mungu mpendwa. Yani kile unapanga usiku wa leo kinapendeza Mungu kweli. Yani kile unawasa usiku wa leo kweli kinapendeza Mungu. Yani pale umesinda siku ya leo kweli, umesinda mahali pa kupendeza Mungu ama mahali pa kutukuza kuchukiza Mungu. Mahali umesinda siku ya leo, umesinda kutenda mapenzi ya Mungu au mapenzi ya mwili wako. Yani mahali ambao umesinda siku ya leo, umesinda kutenda mapenzi ya Mungu au umesinda kutenda mapenzi yako. Hakika wengi tumesinda kutenda mapenzi ya mili yetu. Yani hakika watu wengi ya kwamba tumesinda kutenda mapenzi ya mili yetu, lakini sio mapenzi ya Mungu. Hata wale wamesinda biashara, watu wamefanya matendo ya mili yao, lakini mapenzi ya Mungu hawatenda. Jiulize mahali umetoka kutoka asubuhi mpaka sasa hivi, umetenda mapenzi ya Mungu kweli? Yani kula umesinda siku ya leo, ewe jiulize kweli kama hakika umetenda mapenzi ya Mungu. Kuna mwingine amesinda kwa ulevi leo. Leo amesinda kilabu kunywa. Kuna mwingine leo amesinda kambesi kama ukaki kula matawi. Kuna mwingine leo amesinda kudhulumu watu huko akiwanyanyasa. Kuna mwingine amesinda vikao vya dhuluma. Kuna mwingine amesinda kwa misaneuko. Kuna mwingine hata usiku wa leo amelipwa aende akaue usiku wa leo. Ewe jiulize mpendo, kule ambao umesinda siku ya leo, umesinda kulingana Mungu au umesinda kulingana mwili wako? Na kwa ajili hakika watu wengi siku ya leo ya kwamba tumesinda kulingana mili yetu, lakini sio kulingana Mungu bila anataka tusinde. Yani kula siku ya leo mwili wake umemwelekeza kwa usharati, na hakika usiku wa leo na kulala unjini. Yani kuna mwingine mwili wake ya kwamba umemwelekeza kwenda usiku wa leo kuiba, na hakika ameenda kuiba. Yani kuna mwingine usiku wa leo mwili wake umemwelekeza kwenda kupigana, hakika na ameenda kupigana. Jiulize kwamba wewe mahali umesinda tangia asubuhi
hadi wakati huu. Je, umempendeza Mungu? Wengine wameshinda chama, wengine wameshinda siasa, wengine wameshinda kama mpira, wengine wameshinda uko mtaani wakivuta ngao, wengine wameshinda uko wakijiduka mandawa, hata mwingine leo ametoka kutoa mimba. Yani mpendwa, siku ambazo tupo, yani hakika mwanadamu, yani siku ambazo tupo hakika wanadamu, yani urafiki wetu na Mungu umekufa kwa sababu ya matendo yetu. Yani urafiki wetu na Mungu hakika ya kwamba umekufa kwa ajili ya matendo yetu. Hakika yani watu wengi urafiki wetu na Mungu umekufa kwa sababu ya matendo yetu. Yani kunao siku ya leo ameshinda kugombana. Yani kunao siku ya leo, yani siku ya leo ameshinda kudanganya watu na kuwapora. Yani siku ya leo kuna mtu ameshinda kwa ngabuli kutoka asubuhi mpaka usiku saa kwa ngabuli, kwa bieta. Lakini ukiuleza mtu ameshinda bieta, nafasi ya Mungu aliyokuwa nao siku ya leo hakuna. Na kwa sababu mwili wake ya kwamba ushamtongosa na akatii mwili wake kuliko atende mapenzi ya Mungu wake. Yani kuna mwingine usiku ya leo ameshinda kujianikia wanaume, anasikasiko kama nguo ya mtumba mtaani. Mungu atusaidie sana. Sikia mashauri ya Mungu. Kitabu cha Ufunuo 2 mstari wake wa 5. Ufunuo 2 mstari wake ni wa 5. Basi kumbuka ni wapi ulianguka ukatubu, na ukafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako nami nitakiondoa kinua chako. Ya kwamba usiku wa leo Mungu atuambia tuchunguse, tukumbuke ni wapi ambao tumeangukia, tukarudi. Yani usiku wa leo Mungu anatuita atuambia tukumbuke ni wapi ambao tuliangukia na tukarejea, tukatubu. Kwa hivyo usiku wa leo msana, angalia ni wapi umeangukia ukarudi Mungu wako. Yani angalia msana, usiku wa leo ni wapi ulianguka ukarudi Mungu wako. Angalia mkijana, ni wapi umeanguka ukarudi Mungu wako. Hakika anakuambia kumbuka ni wapi uliangukia ukarudi. Na kwa ajili kila mtu anajua siri zake, ukora wake anajua. Yani kila mtu anajua njia zake, anajua tabia zake. Na hakika hata ndani ya moyo wako, hakika kila kitendo ambacho akipendezi Mungu, ndani ya moyo wako na kuhukumu. Yani kila kitendo ambacho akipendezi Mungu, ya kwamba hata ndani ya mwili wako, ndani ya moyo wako kina kuhukumu. Jiulize usiku wa leo mpendwa, Mungu anakuonaje? Yani jiulize usiku wa leo Mungu anatuonaje sisi? Yani tafakari usiku wa leo mpendwa, ya kwamba jiulize Mungu anakuonaje? Na akimulika mawazo yako na moyo wako, anakuonaje mpendwa? Na akiangalia tabia yako nyuma ya kati, yani nyuma ya pasia, ni kipi anakiona pale? Ndio chafukani ambao Mungu anaona pale nyuma ya pasia, ambao hakika Mungu anakuambia sasa, yani kumbuka ni wapi umeanguka ukarejea.
Na wewe ambaye uko moyo wako ambao una msamaha, hata uwesamea, unafikiria Mungu atakusamea pia? Yani wewe ambaye mawazo yako kila wasa, yani kila saa you are thinking bad thought. Kila wakati. Yani kila wakati mawazo ni machafu. Hakika Mungu akiwa mbinguni, akiangalia mwanadamu, hakika Mungu anasikitishwa moyo wake. Mungu hakika ni kwa ajili yetu, na kwa ajili hakika hatustahili mbele za macho ya Mungu. Hata wale watu ambao wanasema wameokoka hatustahili kabisa. Hata wale watu ambao wanasema wameokoka wanachukiana, hawana upendo, wanaoneana wivu, wanaoneana kijicho. Hao ndio watu wananyang'anya wake wenyewe. Sins, matendo maovu. Unakuta mtu ameokoka lakini ako na ndawa ya biashara. Unakuta mtu ameokoka lakini ako na mpango wa kando kwake, ameweka nyumba na ameokoka. Unakuta mtu ameokoka na anafanya biashara za ukora, anausha mali ya wizi, ananunua. Unapata mtu ameokoka na baada ya kuokoka utamkuta ameenda kuchukua ndumba. Unakuta mtu ameokoka lakini mnyang'anyi. Unakuta mtu ameokoka lakini amejaa dhuluma. Yani hakika hakuna tofauti. Wacha nikwambie mpendwa, hivyo yani kama umepokea Yesu Kristo, ya kwamba unafaa kuwa unique. Ndio sababu Yesu Kristo wakati ambao alikuwa duniani, ya kwamba Yesu Kristo alikuwa unique because hakuwa tu, alikuwa one. Lakini watu wa siku hizi, ya kwamba we are two in one. Tukienda kwa wokovu tunakaa kama wokovu, tukitoka tunakaa kama dunia. Na Mungu hataki hivyo. Mungu hataki hivyo. Mungu hataki tuwe watu wawili, anataka tuwe one, a righteous person. But many of us hatuko kwa njia ya utakatifu. Ndio maana Mungu anatupea mashauri, atuambia kumbukeni wapi mulianguka. Yani Mungu atuambia usiku wa leo, kumbuka ni wapi ulianguka. Angalia dunia sai tunaishi, ambayo imejaa ndoa za jinsia moja, ya kwamba unakuta mwanaume anaoa mwenzake na wanakaa naye. Na hata kuna kanisa ambazo zimekubali ati this they are right. Unakuta mtu amela mpaka na mnyama. Yani siku ambazo tupo, siku ambazo yani watu wamechukisa Mungu kweli kweli. Yani ukiangalia saa hivi vijana wengi wamesema kuusirati kweli kweli. Yako kijana ni mwenye miaka 25, anaona mama akona pesa na msee, anaingia kwa ule mama msee akwe bwanake. Yani kisasi ya sai ya kwamba akitambui hata wasasi, na kisasi ambacho kimeosa. Unakuta msee wa miaka 50 amechukua msichana wa miaka 20 ati ni mke wake, na ukimchunguza ako na mke mwingine, wamezaa watoto, walimtupa. Na hakika unamkuta amechumbia kama msichana kandoko,
na amekaoa kamekuwa mke wake. Angali. Ndio maana unakuta kwamba unakuta vijana wengi wamekufa na magonjwa ya sina, wamekufa na syphilis, gonorrhea, STDs. Na kwa ajili vijana wengi wamesema kwa usinzi, kwa ukahaba, kwa usherati. Mwekine kijana amekuwa mke. Minkonde basi. Tumechafuka. Mungu akitusikia ya kwamba hakika Mungu anasikia harufu ya dhambi. Usinifu. Mungu anasikia tukimwomba, lakini hakika Mungu anasikia harufu ya usinifu. My sister, my brother, my viewers and the listeners, tunaelekea wapi? Tunaelekea wapi mpendo? Mungu atuambia tuchunguze njia. Atuambia tukumbuke ni wapi tulianguka tukatubu. Na kwa sababu hakika tumeanguka kwa uovu, naye Mungu kwa upendo wake hakika atuambia kumbukeni wapi ambao mlianguka mkatubu, mkarejea. What are you waiting for? Nini ambao unangoja mpendo? Nini ambao unakingoja mpendo usiku wa leo? Ya kwamba Yesu Kristo anakuita. Kitabu cha Ibrania 3 mstari wa 7. Hebrews 3:7. Ibrania 3 mstari wa 7 inasema hivi: kwa hiyo kama anenavyo Roho Mtakatifu leo, kama utasikia sauti yake, usifanye moyo wako kwa Mungu. Maandiko yatuambia kama anenavyo Roho Mtakatifu. Maandiko yatuambia kwamba kama tusikiapo sauti yake Mungu, na sauti yake Mungu ni watu watubu wamrudie. Maandiko yatuambia tusifanye moyo wetu kwa migumu, kama anenavyo Roho Mtakatifu. Mpendo, unaposikia neno hili mpendo usiku wa leo, usifanye moyo wako kwa Mungu. Bandilika, utubu, rudie Mungu mpendo. Hakuna mahali pengine sasa hivi kuna kimbilio ni kwa Mungu. Ya kwamba hakuna mahali pengine ambaso kuna msaada ni kwa Mungu. Na ndio tuweze kuona msaada wa Mungu, lazima tukue watakatifu, watu ambao wanatembea kwa mienendo misuri, mienendo ambao haina uchafu, mienendo ambao tunatembea kulingana na Mungu wetu. Hatuendi kulingana dunia, ya kwamba sisi tumeamua kwamba tuwe maadui wa dunia, lakini tuwe marafiki wa Mungu kupitia utakatifu. Na hatuwezi pendeza Mungu kwa dhambi. Hatuwezi pendeza Mungu wakati vijana wamesema kwa usherati. Unakuta kijana amesema kwa usherati. Hatuwezi pendeza Mungu wakati ambao vijana wamesema kwa ulevi. Hatuwezi pendeza Mungu wakati ambao vijana wasena wa mama wamesema kwa miadarati. Hatuwezi pendeza Mungu. Ndio nimekuambia kwamba angalia sasa, angalia sahi watu ambao hata ndoa mingi sahi ni usherati. Unakuta mzee ni miaka 50, akiwa miaka 50 anachukua msana kama miaka 20 ati ni mke wake. Na ukimchunguza mzee ako na mke mwingine ambaye alitupa na watoto, lakini ametaka msana aka anataka kuoana mke mwingine. Unakuta msana ametoka usago, ameachia bwanake watoto, amekuja Nairobi kutafuta kazi, na akakuja Nairobi akapata mume mwingine akona pesa, na akaolewa sasa na ule mume mwingine, na ule aliacha watoto akaja.
Yani unakuta mtu mpendwa, yako matendo ambao watu wengi tunatenda, hakika ni matendo ni makota la uzaya, ni matendo ambao Mungu akiangalia hakika anachukizwa. Akalia sahi ndoa mingi, unakuta mzee ako na mke, lakini unasikia amesaa nje. Yani userati umejaa kweli kweli, yani usoko umejaa kweli kweli. Hakika dunia tunaishi ni dunia ambao shetani amendanganya watu wengi. Hata kanisani kumejaa uchoka. Unasikia pasta lala mke wenyewe, unasikia kijana fulani anakuanga sodomist kanisani. Yani mpaka usirati umejaa kanisani. Unakuta msanii wa praise and worship, lakini baada ya kanisa utamkuta amepigiwa simu na ameingizwa ndeti na mume wenyewe. Unakuta msanii wa kanisa, lakini baada ya kanisa utamkuta kwa mganga akienda kandawa kufungulisha kazi. Yani tuko dunia ambazo watu wengi, maandiko nasema kwamba watu wengi wanasema tunaokoka, lakini kwa matendo yetu ya kwamba hakika tunakosa kwa matendo yetu tunakosa kuonyesha Mungu. Ndio unakuta kwamba hata mtu ameokoka anatukia mwenzake, anaonea mwenzake wivu, anaonea mwenzake jicho, anafunga mwenzake, ananyang'anya vitu wenyewe, anaushia vitu wa magendo, na ukimkuta kanisani anasema mimi nampenda Mungu. Tuwezaye kupenda Mungu wapendwa, wakati ambao tabia zetu ya kwamba ikai kama Mungu wetu, wakati ambao matendo yetu ya kwamba yakai kama Mungu wetu, ndio tuweze kuwa usawa wa Mungu, ya kwa matendo yetu yanafaa kuwa matendo ya uungu. Ndio sababu Petro, wakati ambao Wayahudi wakaangalia Petro, maandiko nasema kwamba wakasema huyu anakaa kama Kristo, ya kwamba kaguda kingine wanaona kwa Petro. Waliangalia matendo ya Petro, wakakompea na matendo ya Kristo, wakasema hakika huyu anakaa kama Kristo. Jiulize usiku wa leo, my sister, my brother, unatazama, jiulize, je, watu wanaweza kaangalia matendo yako wakasema hakika huyu ameokoka? Ni kwa ajili watu wengi ya kwamba tunatoa ushuhuda, lakini matendo yetu hayakai kama ule ushuhuda ambao tunautoa. Yani watu wengi ya kwamba tunatoa ushuhuda, lakini matendo yetu hayakai kama ule ushuhuda. Jiulize kwamba wakati unaambia watu Yesu, Bwana Yesu asifiwe, nimeokoka, Yesu ni Bwana, wewe umekubali kweli Yesu akuwe Bwanako? Umekubali kweli Yesu akuoe? Umekubali kweli Yesu? Ama because Mafarisayo walikaa na Yesu Kristo, na wakati walikaa na Yesu Kristo katika kitabu cha Mathayo 23 10 to downwards 11 to downwards, maandiko wasema kwamba Mafarisayo walikuwa wanafiki ambao wanaonyesha kumpenda Mungu, lakini kwa matendo yao ni waongo. Ndio sababu watu wengi ya kwamba tunasema tumeokoka, lakini Mungu akituangalia mbinguni anasema ni waongo. We are liars. Akiangalia unyang'anyi, dhuluma, uchafu wote umejaa. Mpaka mtu ameokoka na mkuta anauza bisikara. Watu ameokoka anauza mbake. Watu ameokoka anauza pombe na ameokoka. Na anasema mimi nausanga lakini sikunywangi. Habakuku 2:15 anasema ati ni kama unapea mwenzako sumu. Unakuta msana mande kanisani yako sandi, lakini mande utamkuta anakaa kama msinzi barabarani. Utakuta mama sande kanisani amevaa nguo refu, lakini mande utamkuta blota kipigano. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana sofa tukani. Yani kama tunaweza kuwa watakatifu, Mungu atusaidie sana tuwezeshe. Ni kwa sababu watu wengi, yani urafiki wetu na Mungu umeisha kwa ajili hofu ya kwamba urafiki wetu na Mungu umeharibika. Na hakika Mungu akituangalia hakika tumeoza. Na kwa ajili matendo yetu ni machafu, na kwa ajili njia zetu ni chafu, hakika Mungu akituangalia tumeoza. My sister, my brother, chunguza njia zako.
chunguza matendo yako. Jesus Christ is coming. Maandiko yametuambia kwamba Yesu Kristo anakuja. Anakuja kulipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Ya kwamba kazi yako iweke kwa mizani. Na uchunguze njia zako. Hata ule anasema ateseka anahangaika. Kuna wakati ambao haukuwa unahangaika. Kuna wakati ambao haukuwa unateseka. Wakati huko unateseka, ulikuwa unafanya nini? Nini ufanye ukaingia kwa mateso? Ni kwa ajili kuna wakati ambao ya kwamba haukuwa unateseka kabla uingie kwa mateso. Yaani kuna wakati ambao haukuwa unahangaika. Saa hii wakati unahangaika, nini kilifanya uingie kwa mahangaiko? Kwa sababu wakati ule ulikuwa unakaa na furaha. Kwa nini sasa umeingia na huzuni? My sister, my brother, nataka nikuachie maneno machache hapa. Jichunguze usiku wa leo. Tafakari, angalia sana njia zako. Angalia sana matendo yako. Angalia sana menendo yako. Na uchunguze ni wapi umeanguka. Kitabu cha Hosea 14 mstari wa kwanza. Hosea 14 mstari wa kwanza. Hosea 14 mstari wa kwanza. Kitabu ni cha Hosea 14 mstari wake ni wa kwanza. Isafika pale. Maandiko yasema hivi, Hosea 14 mstari wa kwanza. Ewe Israeli, mrudie Bwana Mungu wako, maana umeanguka sababu ya uovu wako. Mtu yote anayemwita Kristo Bwana ndiye anaitwa Israeli. Israeli wa sasa. Maandiko yatuambia kwamba tumeanguka kwa sababu ya uovu wetu. Maandiko yasema kwamba tumrudie Bwana. Kwa hivyo usiku wa leo, msema mama, kijana, mrudie Bwana usiku wa leo. Usikause moyo wako uendelee kutenda maovu. Usikause moyo wako uendelee kuasi, bali mrudie Mungu usiku wa leo. Badilika, utubu, urudie Mungu mpendo. Tuache kuasi, turudie Mungu wapendo. Ya kwamba tukubali kutubu na kumrudia Mungu ni kwa sababu watu wengi tumeasi. Ya kwamba hakika watu wengi tumeasi, lakini mtumrudie Mungu wapendo. Let us run faster before that day. Tukimbia kabla ya siku ikuje. Because ya kwamba siku inakuja na hakuna nafasi nyingine ambayo mtu ako nao ni hii. To prepare, ya kujiandaa kwa ajili ya Kristo. Chunguza matendo yako, hakika ubadilike, ukae kama Mungu wako. Uwase kama Mungu, uongee kama Mungu, ubae kama Mungu. Uongee kama Mungu na uvae kama Mungu na uwase kama Mungu. Na Mungu atakubariki. Naomba niachie mali pale. Usiku wa leo umesikia neno la Bwana. Usiku wa leo umesikia neno la Bwana. Sasa uamuzi ni wako. Na Mungu akusaidie na anisaidie kwa jina la Yesu. Naomba tuweze kuomba na tuweze kumalizia mali pale. Mungu akubariki sana na Mungu akuinue sana. Ni kwa sababu ya kusikiliza neno lake usiku wa leo. Mungu akuinue muda wako ambao umetumia kutazama video hii. Mungu akulipe sombando umetumia kwa jina la Yesu. Tuamini, tuombe ndio tuweze kumaliza.
Sisi kanisa letu inaitwa Holy Ministries, liko upande wa Kawangware 56, na tunawakaribisha kwa ibada zetu kwa jina lake Yesu Kristo. Pia kanisa letu liko pale Mukuru kwa Ruben, kama uko hiyo area industry area, pale Mukuru kwa Ruben, pale chini ya Kape, hapo karibu na Gateway. Kanisa letu liko Mandio pia, kama uko hiyo maeneo. Kama uko idhini Kawangware, kanisa letu pia liko 56. Unaweza ukatutembelea na Mungu atakubariki kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tumesikia neno lako Baba. Wacha ukafuatilia neno lako ndani yetu usiku wa leo Baba, likatubandilishe Jehova, likaweze kuturekebisha na kutuongoza katika njia zake Baba. Yesu Kristo, neno lako ambalo nimenena mahali hapa Jehova, wacha Yesu Kristo ukalifuatilie Baba, likaokoe watu wako Jehova. Ule ambaye amesikia neno hili akiwa anahitaji Baba ukasuluhishe. Ule amesikia neno hili Baba kama Yakobo ukamuokoe Yesu. Ule ambaye amesikia neno hili kama ana changamoto ukamuondolee Jehova. Yesu Kristo ukaondoe kila vizuizi, kila vikwazo, katika jina lako Yesu Kristo Baba. Watu wako wakaona ushindi usiku wa leo Jehova. Yesu Kristo, endelea kutubadilisha Bwana, endelea kutuwezesha kwa kila njia Bwana. Naombea watu wako baraka na ufanisi, ukaendelea kujitukuza na kujidhihirisha Bwana kwa watu wako wote Jehova, katika jina lako Yesu Kristo Baba. Katufungue macho ya rohoni Jehova, ndio tukaweze kuona ushindi ule Jehova, katika jina lako Yesu Kristo. Tusaidie kusimamia haki Baba, tusio watu wachukizaji mbele yako Baba, bali tukawe watu watakatifu Bwana, watu wanaokupendeza Jehova, na watu wanaokutukuza kwa matendo yao. Yesu Kristo, naomba watazamaji wote Baba, wanatazama kituo hiki Jehova, wacha ukaendelea kuwainua na kuwatakasa, na ukaendelea kuwalinda na kuwanywesha, katika jina lako Yesu Kristo. Kanisa lako kaendelea kuliinua, na ukaendelea kulitakasa na kulipigania, katika jina lako Yesu Kristo. Mungu, usiku wa leo ukawe usiku wa baraka, na ukawe usiku wa amani, ukaondoe kila mikosi, ukaondoe tatizo mbaya, ukaondoe bisirani, ukaondoe kila nuksi, katika jina lako Yesu Kristo. Kila mmoja ukamfunika usiku wa leo na akalala salama, katika jina lako Yesu Kristo. Ni asante Bwana, ni kwa ajili umetenda Baba, na ni kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Mungu awabariki sana, na Mungu awainue sana, na watakie usiku mwema. Mungu akawalinde, na Mungu akawahifadhi. Asanteni sana. Normal grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and fellowship of the Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Jesus name, Shalom. Asanteni sana. Mungu awabariki, na Mungu awainue wapendwa kwa jina la Yesu Kristo.